Ndugu wote tuliohudhuria katika tukio hili, ama tukitaka kulizungumzia hasa bwana huyu mema aliyofanya na namna alivyoishi, muda hautoshi, lakini kuzingatie aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulul albab, fanyeni zawadi zilizokuwa nzuri, zenyewe sio mchele unga. Kasema tazawwadu fa inna khayra zadi attaqwa, ucha Mungu ndio zawadi bora. Na hilo neno linakusanya kila mema kuyafanya na kila maovu kuyaacha, kuyakimbia. Kwa hivyo tunaangalia mfano wema waliopita nyuma, tukiangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye amesamehewa madhambi yake yote, yaghfira Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, hana kosa, hana dhambi. Lakini ukimwangalia alivyojitahidi katika ile kuweka zawadi za akhera, akiswali usiku katika rakaa moja Suratul Baqara yote, Ali Imran yote, Nisa yote, soma vitabu vya sunna, utakuta hayo. Huyo ambaye Mungu kashampa pepo kabla hajafa, kashamsamehe, anaswali mpaka miguu inavimba. Ukija masahaba wake ridwanullahi alaihim, kila sayyidina wale kwanza wanne makhalifa na wengine mbalimbali, salihun alawwalun min almuhajirin walansar walladhina ittaba'uhum biihsan radiyallahu anhum, mwisho waadda lahum jannat. Pepo tayari wameambiwa na wao wako duniani kila kitu. Alikuwa Sayyidina Uthman bin Affan radhiallahu anhu akienda kuzika kama hivi, akirudi anauguzwa homa wiki nzima, kuogopa ile kaburi, na yeye kashataja ndani aya, na Mtume kashamwambia wewe ni mtu wa peponi katika ashara mubashara bil janna. Sasa hapa narudi kwetu sisi, ikiwa mabwana hao walifikia hivyo, sisi ambao tuna makovu, tuna matatizo, tuna machafu ya asubuhi na mchana, hali iweje katika kujitahidi? Kwa maana kujitahidi zaidi. Hapa narudi kwa mzee wetu Sheikh Ahmad Ismail wa Somo Makacha. Wote tunajua kwamba alipata na mtihani mkubwa, takriban shalal kulli mahujuzi maka 10 au zaidi, lakini alisimama pamoja na kigari chake, kibaskeli chake, huja watu wakawasomesha Belgrade. Huu mfano hauna mfano wake kwetu sisi. Wema wa aina gani aliyoshikamana na da'wa! Kwa hivyo sisi tulibakia nyuma, tuigize haya mema na tushikamane. Walibratu bilamali salih, mema ndiyo inayozingatiwa. Narudi tena nimalize, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alikuwa namna gani? Na yeye kaambiwa na Mtume vile vile, wewe mtu wa peponi, ashara mubashara bil janna. Akipanda ngamia, akipanda ile farasi, anampandisha na yule mtumishi wake.
wakati anakwenda kuifungua Masjid al-Aqsa, alivyompa uamiri pale wa Sayyidina Amr ibn al-As, alivyofika kama hapa na mbele kidogo msikiti anauona, aliteremka katika ile farashi, akashika kamba, na yule mtumishi akamwambia weka hapo usiteremke. Kisha akavua viatu, akavua sobeni wale khulafa rashidun, sobeni katika eneo la Sayyidina Umar, akavua viatu, na yule mtumishi akamwambia wewe panda, mimi natembea peko, mpaka akaingia katika ule msikiti. Wale walivyoona watu wa Eli wa Falastini wakasema, huyu ndio tuliambiwa katika Taurati na Injili, kwa hiyo tunamkubali, wakatamka shahada. Sasa hapo anajitolea mfano wa kujishusha. Muislamu jishushe, kuwa na heshima, kuwa na adabu. Nani zaidi ya Mtume Muhammad? Akija maskini Ibn Ummi Maktum, wote tunajua abasa tawalla alivyoteremka, hutoa kishani chake akamtandikia, akamwambia kaa hapo, abdalani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kwa hivyo mzee wetu Bwana Ahmad Ismail haya yote katuonesha, inshallah Mwenyezi Mungu atampa pepo ya juu, atampa pepo ya juu. Bwana tuseme amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.